ni changamoto gani ambayo ulikumbana nayo kama mtoto wa kike ukiwa kwenye sanaa? Ukasema mimi siwezi tena kufanya sanaa. Zipo nyingi, lakini naomba niadisi hapa. Nilienda kufanya interview, nilikuwa bado nasoma nafikiri. Ndio nilikuwa bado nasoma. Interview niliunganishwa ya kuigiza. Baadaye akanifuata mbaba akaniambiaje, tumependa unavyofanya na unafanya vizuri, unajiamini, una confidence, upo vizuri. Sisi tumekupenda unavyofanya. Kwa hiyo tunaomba namba yako. Nikaacha namba. Nilivyoacha namba, nikaondoka nikarudi Bagamoyo, nakumbuka nilikuwa nakaa hostel. Nilivyofika akaniambia, kesho itabidi kama utaweza urudi uje usaini mkataba kwamba tutafanya nawe kazi kwa muda gani kwenye shooting, malipo yako atakuwaje hivi na hivi. Ijumaa usiku akanipigia. Akaniambia, sasa Mary mwanangu, ile kazi sawa tumeona wewe ndio utafanya, lakini ili uendelee kupushiwa zaidi, uonekane wewe uweze kufanya hizi kazi vizuri, inabidi tuonane mimi na wewe kama nitaanza kuja Bagamoyo leo. Nikamwambia tuonane tuongee nini? Sasa mimi natamani kujua tunakuja kuongea nini, kwa sababu tulishaongea kila kitu kwenye simu.